Mwenyezi Mungu. Tumekuwa na mchezo mzuri siku ya leo. Tumekuwa na mwendelezo pia mzuri kutoka mchezo uliopita kuja mchezo huu. Tumefanikiwa alhamdulillah kushinda magoli 3-0 mchezo leo, mchezo mgumu sana. Na niwapongeze sana technical bench Young Africans, kocha wetu Pedro na wasaidizi wake walifanya tathmini ya kutosha. Niwaambie tu sisi Yanga kushinda hii mechi leo imetuchukua mwezi mzima wa kuketi chini na kuwachunguza Pamba wanavyocheza, wanavyokaba, wanavyoshambulia, na tukawa na mpango mkakati wa kujiandaa kuja kucheza nao. Tupongeze sana players wetu, wamefanyia kazi kile ambacho mwalimu amekiona kwa Pamba na kimeweza kuleta majibu mazuri. Tumeweza kupata ushindi mwingine mzuri siku ya leo. Na Baraza pia alikuwa mjanja, mapema tu akaswitch mfumo wake, mafuriko yakapungua. Lakini tulichompangia leo goli 5 sisi zilikuwa zinafika kama angecheza vile ambavyo anacheza siku zote. Kwa mwisho wa siku nimepongeza wachezaji wangu, wamepambana, tumeondoka matokeo mazuri. Na kipekee niwashukuru sana mashabiki wa Yanga hapa Mwanza, wamekuja kwa wingi leo. Motivation imekuwa kubwa, mechi ngumu tumeiamua kikubwa na tumeondoka na matokeo mazuri mwisho wa siku. Damaro Day akiwa nyumbani kwao hapa Mwanza, amekuwa na kiwango kiasi gani kwa upande wako? Yes, yeye pamoja na wachezaji wenzake, kwa sababu leo mimi ukiniuliza nani ni man of the match kwa Yanga, unaweza kupata kigumizi kwa sababu Muda akacheza vizuri, Okello kacheza vizuri, Max kacheza vizuri, Pacome kacheza vizuri, Duke amecheza vizuri, Asinki amecheza vizuri. Maana yake ni muunganiko wa timu leo umetusaidia kupata matokeo mazuri. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ila kwa Damaro alikuwa na upekee wake. Nafikiri mmemwona leo alikuwa na jitihada pia za kutafuta goli. Alikuwa anataka kuondoka hapa nyumbani kwao Mwanza akiwa amefunga goli. Lakini bahati mbaya shuti aliyopiga nilienda juu ya lango, na nafasi anayocheza ni nafasi ya chini. Kwa hiyo ilikuwa nadra kumuona akiwa anakuja juu mara kwa mara. Lakini yote kwa yote alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Damaro Day pia imalizika vizuri. Uliwahi kumtaja Alan Okello kwamba watu wasiwe na haraka naye, taratibu wataona kile ambacho wanaweza kukionyesha uwanjani. Leo kocha wa Pamba amekili namna ambavyo amekuwa dosari kwa upande wao, namna ambavyo ameweza kutibua kikosi cha Pamba Jiji na kupoteana mazima na kushindwa kuelewa nini ambacho wachezaji wake wanakifanya. Ndio huyu Alan Okello ambaye Young Africans walikuwa wanamtaka bila shaka. Sisi tulikuwa hatuna mashaka na quality ya Alan Okello, lakini tulikuwa tunajua unahitaji muda kuzoea ligi, unahitaji muda kuzoea wachezaji wenzako, kuzoea aina ya viwanja ambavyo tunavitumia kwenye ligi yetu. Na tumpongeze pia Alan, huo muda hujachukua sana, miezi michache tu tayari amesha click na amekuwa miongoni mwa wachezaji hatari. Tulichokipanga leo hapa kwa Pamba, nafasi Alan Okello ilikuwa haieleweki anacheza nafasi gani. Palipokuwa mpira kwenye kushambulia ulikuwa unamuona Okello. Maana yake tumetrain kwa muda kutengeneza hilo jambo na limekuwa manufaa mazuri kwa timu yetu. Hofu yangu ni moja tu, na ni vyema niliseme hili wazi kabisa. Alan Okello jamani ni mtu kutoka Uganda. Ni Mganda huyu. Sije tena kesho na kesho kutwa wakaibuka wanasheria hapa wakaanza kusumbua viongozi kutaka kuuliza uraia wa Alan Okello. Huyu ni Mganda na hatuna mpango wa kumbadilisha uraia, na yeye hana mpango wa kubadilisha uraia. Kwa hiyo kuweni tu na amani, msije mkaanza tena kusumbuana mara FIFA kama wanataka kuandika barua ya posa. Naandika barua ya FIFA wakwe wale. Wanaandika FIFA kama wanataka kuandikia barua za wakwe zako. Wanasema issue ni deep. Okello ni Mganda na hatuna mchongo wa kumbadilisha uraia. Kwa hiyo watu wa relax, wasisumbuane. Taarifa mapema ndio yao unafungika kuna namna ambavyo pengine ndio yatia Hapana, hasira. hapana. Tulijua Moze anafanya promotion kwa ajili ya kuleta watu uwanjani. Na jana usiku wakati nipo kwenye kituo cha redio nilimwambia kazi ambayo wewe unataka kuifanya kuna wenzako wameshindwa wewe 14 wameshindwa kuifanya hiyo kazi. Kwa hiyo wewe kwa sababu hujawahi kufungwa hapa Kirumba usijidanganye kama unaweza kuifunga Yanga. Yanga hii imepita katika kipindi kigumu, haikupoteza mchezo. Sembuse Yanga tumejipata sasa hivi tuje tupoteze mchezo na Pamba, ilikuwa ni jambo ambalo haliwezekani. Lakini tulimuelewa, alikuwa anafanya motivation na sisi tukahamasika na hamasa yao ambao walifanya, na mechi tutaka tuimalize mapema. Yaani kipindi cha kwanza ndani ya dakika 30 tulipanga si kama Yanga tuwe na goli 3. Na watu kaanza mechi kwenye kasi ya juu, mipira ya kushtukiza mingi, tulikuwa tunaangalia madhaifu yao kwenye ulinzi. Bahati nzuri magoli yakanasa mawili. Kinzi ilikuwa ni chuma 3 zinasa kipindi cha kwanza. Hali ya Depu ikoje, maana hatujamuona uwanjani? Kwa pengine kwa mashabiki Depu bado mgonjwa. Prince Dube alikuwa anaweza kucheza lakini madaktari wameshauri aendelee kupumzika. Na sasa hivi hali iliyofikia sasa hivi
tunaweza kuwaongezea wiki nyingine 2, Depu na Dube wakapumzika, kwa sababu ukishakuwa na Okello ambaye anakuja kama Delima, ukawa na Pacome anakuja kama Rivaldo, wewe una haraka ya kuwa na washambuliaji tosha. Yes, Okello anakuja kama Delima, kasoro kibwenzi tu, akitia na kibwenzi ni Delima pure kabisa. Ukipata pale na Pacome ambaye anakuja kama Rivaldo, mambo yanatukumbusha Brazil zamani 98 2002 World Cup hiyo 2002 ndio walikuwa wanafanya kazi watu. Kwa hiyo hawa Dube na Depu tunamwambia daktari, wewe endelea nao mdogo mdogo, hatuna haraka, watakapopona waje, lakini kama bado ni 90%, Okello ataendelea kuifanya hiyo kazi ya kushambulia na ataendelea kufunga magoli, kutengeneza magoli mpaka mwisho wa siku tutapata ubingwa wetu inshallah.